Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe Julai 15 mwaka wa 2026. Katika yale tumekuandalia mtazamaji ni kwamba huko mjini Kalemi mkoani Tanganyika, askari jeshi wa taifa wasaka wale askari waliokimbia ulikoni na kuomba andamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini na kuomba wewe ambaye labda ulianza kutufuata na kutusikiliza tangu lakini hauja jiabone, hauja subscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda, moja kwa moja tujielekeze huko Kalemi mkoani Tanganyika, nafasi ambako kuna video zinazoonyesha wazi kwamba askari jeshi wanakimbizana na makundi ya watu ambao wanakimbilia kwenye vichochoro, na hiyo ni kutokana na kile ambacho wanakihita wao wanaosakwa ni askari waliokimbia au kutoroka jeshi. Na ikiwa haitoshi, kwa mujibu wa jeshi la taifa katika eneo hilo la Kalemi, ni kwamba wote wanaokamatwa wanapelekwa moja kwa moja kwenye gereza kuu ya Kalemi. Kisa na mkasa ni kwamba wale ambao wanasakwa, miongoni mwao muna watu ambao ni wale askari waliokimbia jeshi, kuna wale ambao ni majambazi, na pia kuna makundi ya wale ambao wanapenyeza, ambao wanaitwa adui anayepenyeza katika mji. Lakini hata hivyo, serikali haswa jeshi la taifa limewahakikishia wakaaji kwamba wawe watulivu, lakini wakitoa mwito kwao kuripotia mtu yote ambaye wanamshakia. Ikiwa hawamfahamu, lazima kuripotia kwa vyombo husika. Kama mnavyoona video, ni askari jeshi wanaokimbizana na wale askari waliotoroka jeshi, na ambao wamejificha kwenye baadhi ya nyumba na katika maeneo mengine tu, wasitaki kuonekana au kukamatwa. Lakini jeshi la serikali linafanya kile wanachokiweza kuhakikisha kwamba wamekamatwa, na wale ambao wanakamatwa wanapelekwa moja kwa moja hadi kwenye gereza kuu ili waweze kuwajibika kila mmoja kadiri ya makosa atakayokutwa nayo. Kinachowashangaza wengi ni kwamba wengi wanatoroka kabla ya kuelekea hata kwenye viwanja vya mapambano, wakati wao walipata mafunzo kwa ajili ya kutumikia nchi. Sasa isifahamike, je, hao waliokimbia kabla hata kwenda kwenye viwanja vya mapambano walikamatwa na kuingizwa kijeshi bila yari yao, au walifikiria wanakwenda kwenye sherehe, au kwa namna nyingine walifikiria watakuwa wakipata mishahara wakiwa wenye kubaki manyumbani? Basi tuiachie majira muda. Lakini kama vile video zinazozunguka na kusambazwa kote, habari kamilifu ni kuwa wanaosakwa ni wale askari waliotoroka. Isijulikane kutoroka vita, kukimbia vita, au sifahamike kutoroka tu kwa kuacha jeshi. Habari zingine tulizo nazo ni kwamba miongoni mwa hao wanaosakwa muna vile majambazi, na kando ya majambazi, kwa mwisho, kuna wale ambao ni adui ambaye wenda akawe tayari ameingia katika mji huu wa Kalemi. Lakini viongozi au maafisa wa kijeshi wamesema hakuna shida yoyote, wala
wakahadi wasiwe na wasiwasi ambao umesababishwa na wale askari waliotoroka, na wanafanya kile wawezalo kuhakikisha kwamba wanawashika, wala hakuna adui yeyote yule ambaye ameingia katika mji wa Kalemie, maskani ya mkoa wa Tanganyika. Ni hayo ambayo tumekuandalia kwa leo, kutaka kukupa mwangaza kuhusiana na video ambazo zimesambaa, hata vile vile kuna audio ambazo zimesambaa kuhusiana na askari ambao wana makundi wanaoyasaka ili kuhakikisha kwamba wanawakamata na wapelekwe jela. Baada ya kupelekwa kwenye gereza kuu ya Kalemie, watapandishwa kizimbani, watahajibika kulingana na makosa watakayokutwa nayo, ikiwemo yale ya kukimbia jeshi pamoja na mengine kadiri, kila mmoja na yale yatakayomkuta. Basi nakuomba wewe ambao ulikuwa bado hujasubscribe usiondoke. Tafadhali chukua sekunde chache tu, gusa alama ya kengele inayopatikana upande wa kulia kwa kusubscribe. Usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Asante kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.